sio kamati ya masaa 72, na ndio hapo ambapo watu wanapokosea, na ndio maana lawama zilikuwa nyingi ya kwamba ni kamati ya uendeshaji na usimamizi ya bodi ya ligi, sio vizuri na ndio maana watu wengi kwa kutumia hiyo kauli ya kamati ya masaa 72, watu wengi wamekuwa wakishurutisha adhabu ziwahi kutoka mapema, kwa sababu wanachojiuliza masaa 72 mechi ya Mtibwa Sugar na Young Africans ilichezwa lini? Kwa nini Diarra? Maka ulikuwa kukutana watu, kwa nini Diarra achukuliwi hatua? Anachelewa. Kwa nini? Nikamwambia jamani, ile ni kamati. Hata issue ya Suleiman Mwalimu. Unajua Suleiman Mwalimu alicheza mpaka dabi. Walikaa karibia wiki nzima ndo kaja kufanya nini? Kutoa maamuzi. Huwa wanakaa wiki nzima kwa sababu ligi yetu sisi mechi zake zinachezwa kila siku. Leo kuna mechi, kesho mtodogo kuna mechi, yani hivyo. Kwa hiyo haiwezi kuwa kamati ya masaa 72. Sawa, tuanzie hapo kwenye adhabu ambayo wameweka hadharani hii leo ya Diarra. Mechi 3 amefungiwa na faini takriban milioni 4 za Kitanzania. Adhabu inaendana na kiasi alichopewa cha faini, lakini pia kufungiwa mechi 3 kwenye kile ambacho amekifanya. Exactly. Imeendana. Kuna mechi 3, kuna faini. Vyote viwili kwa pamoja anatumikia. Anatoa hela milioni 4 na anatumikia mechi 3 kanje. Kwangu mimi inatosha sana. Kwa nini inatosha? Kwa sababu kwa vyovyote kwa lolote muamuzi angemlima kadi nyekundu Djigui Diarra. Uongo kweli? Angemlima kadi nyekundu angekosa michezo mingapi? Takriban 3. Michezo 3. Kwa sababu kile ni kitendo cha utovu wa nidhamu. Kimeonyeshwa uwanjani. Ameonyeshwa muamuzi. Kwa kamati ilibidi wachukue majukumu ambayo alitakiwa kuyafanya nani? Muamuzi. Ndio maana wakamhukumu kumfungia mechi 3. Na ndio adhabu ambayo mimi nafikiri inafaa kwa wachezaji wengi. Lakini pili, amepigwa faini milioni 4. Kaka, kwenye hela yako wewe hata kama unalipwa milioni 50, ikitoka milioni inauma. Asa fikiria milioni hizi 4 zimeondoka kwa sababu ya matendo yake ya kipuuzi. Kwa kwangu mimi ni sahihi kabisa hii adhabu, bila shaka yoyote. Kwa hiyo wala hakuna shida yoyote. Sidhani kama hapo kuna shida. Na wao ambao wanasema kwamba alipaswa kufungiwa hata miezi 6, hata mechi 5, wengi walitamani kuona adhabu kubwa zaidi ya hii ambayo imetoka. Sasa hicho ndio kitu ambacho mimi nilikuwa nakipinga tangu mwanzo. Mfano Vitalis Mayanga alikuwa ashapewa kadi nyekundu kwenye mechi ya Mbeya City nakumbuka na Simba. Eti wao wakati tena wakamfungia mechi 5. How? Ilikuwa it make sense. Sio vizuri. Kwa nini umfungie miezi 6? Unakuja kugundua kwamba hizo ni hisia za kishabiki. Sio vizuri. Na nje ya kazi yake kafanya kweli kosa, mtovu wa nidhamu, lakini yale ni maisha yake. Sio vizuri. Hatukomwani. Yani zile adhabu hazipo kwa sababu ya kukomwana. Zile adhabu zipo kwa ajili ya kuwafunza watu, kwa maana ya kwamba hichi mnachokifanya sio sawa, jirekebisheni. Kwa mwenye akili timamu na mwenye uelewa atajifanya nini? Atajirekebisha. Asiyekuwa na akili timamu, sasa hapo hiyo ni kazi yake Mungu, atajijua mwenyewe. Adhabu zitamuhusu sana, sio vizuri. Kwa hiyo haina afya na wala sio sawa kusema kwamba mfungie mechi 6. Mechi 5. Jonathan Soa kafungiwa mechi 5 hapa. Ibrahim Baka kafungiwa mechi 5. Au Alassane Kante mechi 5. Kwa nini? Ili iweje? Yaani kwenye mechi 30 mtu anaweza kukosa hata mechi 5, yani zinabakia mechi 25. Ligi yetu yenyewe hii ya kuunga mwana. Mechi chache. Haiwezekani. Ndio maana kuna nini? Kuna fine.
kakosa mechi 3 na faini juu. Yes. Sahihi kabisa. Mimi yani sioni kama ila kungangania afungiwe miezi 6. Haiwezekani. Yani ni maisha yake. Maisha yake. It's not fair. Kwa kwangu mimi kwa adhabu alopewa Djigui Diarra exactly ni sahihi. Sawa. Ni pigo kiasi gani kwa Diarra kufungiwa hizo mechi 3, lakini pia ni kama ameiweka doa kwa kiasi gani klabu ya wananchi Young Africans? Ni pigo kwa kiasi kikubwa kwa sababu nchi hii ndio golikipa bora hivi sasa, Djigui Diarra. Kuna mechi Young Africans wanapata alama 3 kwa sababu ya Djigui Diarra. Diarra ni the best goalkeeper ambaye kiuhalisia ukiwa naye kwenye timu yako una enjoy, kwa sababu mnakuwa mmetengeneza base karibia 3. Kwenye ile mistari ya ulinzi watu wapite kwenye eneo lile la ushambuliaji, waje wapite kwenye eneo la backline, eneo la ulinzi, alafu uje ukutane na eneo la goalkeeper. Unakutana na mwamba kabisa, anafanya saves za maana sana. Mechi ya TRA Young Africans alikuwa anakufa ile mechi kama isingekuwa ustadi wa Djigui Diarra. Mechi ya Simba usingekuwa ustadi wa Djigui Diarra, Young Africans alikuwa anakufa. Kwa hapo unazungumza aliyokuwa karibia alama 6. Sio mzuri. Aliyokuwa karibia alama 6. Ni mchezaji muhimu sana kwenye kikosi cha Young Africans. Kitendo alichokifanya nilitegemea sio tu kamati impe adhabu, hata klabu ilipaswa kumpa adhabu, ikibidi kumkata mshahara, sio vizuri, lakini pili kumpa adhabu kubwa zaidi ambayo itamfanya ajue thamani ya klabu ya Young Africans. Djigui Diarra yupo pale kutoa msaada Yanga, yupo pale kwa sababu ile ni kazi yake na ameajiriwa na analipwa. Sio vizuri akifanya kitu chochote cha kuipa hasara klabu yake, cha kuigharimu klabu yake, hayo ni makosa kama makosa ya muajiriwa mwingine kwenye kampuni fulani. Sio vizuri. Kwa kwangu mimi kitendo alichokifanya mpaka ikafikia hatua rais wa klabu anatoka jukwaani anakuja kumbembeleza, baba basi inatosha, usifanye hivyo. Ile ilikuwa ni mbaya sana, na rais alijidhalilisha sana. Sio vizuri. Ile ni kujidhalilisha kwa sababu mchezaji anapaswa kuhukumiwa. Sio maana anafanya vile mambo ya kijinga kama yale. Inabidi benchi la ufundi na wachezaji wake ndio walikuwa wanatakiwa wafanye. Yeye rais is a boss, anapaswa kutulia juu. Alafu baada ya hapo tunakutana sasa kwenye meza ya nandie mazungumzo mimi na wewe. Kwa nini uliamua kufanya vile? Hauoni kile kitendo kitakuletea shida? Tayari ushapoteza ushatupotezea malengo sisi. Unakosa mechi 3. Ni mwajiriwa. Vipi na sisi tukikata mshahara? Sio vizuri. Uzungumza naye. Sasa kwa adhabu ambazo mmejiwekea nyinyi kama klabu, mnakula mshahara wake. Kama walivyofanya Al Ahly kwa Imam Ashur. Unakumbuka? Hakuna mchezaji kuliko klabu. Hakuna mchezaji mkubwa kuliko klabu. Sio vizuri. Kwa alichokifanya Djigui Diarra hakupaswa tu kukatwa, yani kuandika kupigwa fine na kamati, siji kufungiwa mechi 3 na kamati. Hadi klabu yake Young Africans ilipaswa kumpa adhabu ambayo inastahili, ili iwe funzo kwa mchezaji mwingine asije kuthubutu kuingiza tena klabu kwenye matatizo kama haya. Sawa. Ukiangalia mechi ambazo atazikosa Diarra ni zile ambazo tunaweza tukasema hazina ushindani mkubwa sana kwenye ligi. Wengi wanazungumza kwamba hata asipokosekana kwenye hizi mechi hakuna pigo lolote kwa aina ya mechi hizi 3 ambazo zipo. Umeangalia table namna ambavyo ilivyo ama ratiba ilivyo, ni kweli hata asipokosekana Diarra haitaathiri chochote kwenye hizi mechi? Ni kwa sababu ya nature ya ligi yetu. Ni kwa sababu ya nature ya ligi yetu. Simula vizuri. Lakini hapo kuna mechi ya Pamba Jiji. Mechi ya Pamba Jiji ni mechi ngumu sana kwa Young Africans. Simula vizuri.
Fikiria dhidi ya TRA Young Africans wali struggle vipi kuhusiana na Pamba Jiji, kwa sababu timu zangu ni mbili Tanzania hapa ambazo ukikutana nazo inabidi ujipange, labda kuna mambo mengine sio vizuri. Pamba Jiji, JKT Tanzania, ukiwafunga mimi nasema umewafunga kwa haki kabisa, sijui mna vizuri. Lakini uhalisia ni kwamba mechi ya Tanzania Prisons, mechi ya KMC sio mechi ambazo kweli unaweza ukamisi moja kwa moja Jigidia. Mfano ni mechi iliyopita ya Tanzania Prisons ilichezwa Dodoma. Jigidia alikuwa likizo. Siku nakumbuka Prisons hawakupiga shuti hata moja on target. Sio vizuri. Ni aina ya mechi ambayo ikichezwa kwa Dar es Salaam ndo kabisa sijui kama tauliza hata maswali magumu. Mechi ya KMC alikadhalika. KMC wako chini sana kule. Labda wao washazoea kucheza kwenye viwanja vizuri, washazoea kucheza uwanja wa KMC, labda mechi inaweza ikawa ngumu kwa kiasi chake. Lakini lazima uwe na golikipa wako bora. Sio vizuri. Kwa sababu leo tunasema hizi mechi ni rahisi. Ipo siku na saa anaweza akafanya tena tukio kama, kwa sababu si mnamlea mtoto mayai, mnambembeleza. Ipo siku anaweza akafanya tena tukio kama hili, akijua kwamba si wananilea mimi mtoto mayai. Alafu mechi zinazofuata ni mechi ngumu na muhimu. Unaanza na Simba tatu ambazo vipi hapo? Alafu bahati mbaya inakuja afu unadondosha alama. Sometimes tusipende kuchukulia vitu easy. Vitu ambavyo tunapenda kuchukulia easy ndio mara nyingi huwa vinatengeneza tatizo kubwa ambalo linakuja kuzigharimu hizi timu kubwa. Sawa. Mwamuzi moja kwa moja kutoka ligi kuu mpaka championship ambayo ameshindwa kung'amua vyema lile tukio la Diarra. Adhabu ambayo amepewa mwamuzi wa mechi watanyooka. Waamuzi watanyooka hivi sasa. Kamati inachokifanya nafikiri sometimes wanafanya makosa, sometimes wanaona wanafanya sahihi. Kwa sababu waamuzi wetu wanajitoa ufahamu, wanajifanya sometimes ni amnazo. Sio vizuri wanajitoa ufahamu sana yani. Kabisa mwamuzi anajua kabisa sheria yani. Anajua kabisa ni sheria. Ila anajitoa ufahamu yani, unajua sasa. Aidha kwa vitu vitatu. Moja, uoga. Wanaziogopa sana Simba na Yanga kwa sababu ya kelele za mashabiki wao. Sio vizuri. Kelele sana. Wanaogopa. Mbili, inawezekana rushwa. Sio vizuri. Inawezekana labda rushwa inafanya labda waogope kufanya maamuzi. Tatu, mapenzi. Inawezekana labda mapenzi na hivi vilabu ni makubwa mno kiasi ambacho mtu anaona nikifanya hivi mimi mwenyewe nitajiumiza. Sio vizuri. Lakini ndio unakunyima ugali wako sasa. Sasa mwisho wa siku unajikuta umeingia kwenye matatizo pasina kufuata uweledi. Kulikuwa hakuna sababu yoyote ya msingi ya yule muamuzi kushindwa kumpa kadi Jigidia kwa zile vurugu alizozifanya pale. Yaani mpaka wewe nikuuliza kwa nini alishindwa kumpa kadi hata ya njano umuonya? Unaweza kunijibu kweli kaka? Huwezi kunijibu. Kwa nini? Huyu muamuzi vipi huyu? Wewe muamuzi ndio bosi. Wewe ndio unasimamia mchezo. Inabidi wale wakuheshimu. Ila mtu anakufuata, utaniambia nini? Wewe boya tu. Wewe nini? Muamuzi gani? Muamuzi mbovu. Sio kwamba alizungumza hivi. Yeye anatengeneza tu mazingira. Unajua mtu akishapaniki, kauli zinazotoka pale haziwezi kuwa za kistaarabu. Mambo Singano, usifanye hivyo. Hakuna kitu namna. Lazima kuna kushout. Wewe muamuzi gani? Wewe bila nini? Wewe mpuuze nini? Afu wewe nitakupa hadi mimi. Unachekacheka kama hayawani. Why? Issa Sai, mwamuzi kutoka Senegal, mechi ya Esperance de Tunis na Al Ahly. Yule ndo anapaswa kuwa role model wa waamuzi wengi. Alimaliza mpira pie. Akajua kabisa kwa ninavyojua hao Arabu. Al Ahly ni wakorofi au Esperance ni wakorofi. Watakuja viongozi hapa na wachezaji watakuja kunijalia hapa. Alichokifanya akachomoa kadi akakaa nayo nyekundu hapa. Sasa kidume chochote kinachojiweza kije hapa.
kila mtu alikuwa anaishia kule. Ndio hivyo bwana. Alisha kulalamika. Ndio hivyo. Nani alimsogelea? Mwamuzi ndio bosi. Kwa kibarua chake kimekuwa kigumu sasa. Exactly. Sahihi kabisa. Kama unashindwa kufanya maamuzi kwenye tukio dogo, vipi maamuzi kwenye tukio kubwa? Wengi wanasema kwa nini amepewa adhabu kubwa sana mwamuzi kutoka maana wengine huwa wanasimamishwa mizunguko 5, wengine 3, lakini yeye ni kutoka moja kwa moja ligi kuu mpaka championship. Huoni hii adhabu kama ni kubwa sana? Sio kila wanasema hivi, yani kwenye maisha hatufanani. Umeona hivi vidole hivi? Vidole vingapi? 5. Vinalingana? Hapana. Havilingani? Kwa sio lazima kila adhabu inayotoka iwe sawasawa na adhabu nyingine. Tunaangalia na tukio, kuna kwa sababu ile mwamuzi ile wameorodhesha pale, wamesema ile ni mara ya pili anafanya vile. Mara ya kwanza ilikuwa ni mechi ya Mbeya City, sijui na Namungo, kisha namna hiyo wameweka pale. Mara ya pili, kwa hiyo ina maana tabia yake ni endelevu, kwa na stahili. Kwa kama ni endelevu, ni tabia yake, ili tatizo linajirudia mara kwa mara, ina maana huyo yuko serious kwenye kazi yake. Wa nini huku? Hii ligi inahitaji watu serious. Hasa mwamuzi mwingine akiona mwenzangu kashanyooshwa vile, sababu wawili tayari, mwenye mkuu na huyu hapa, wawili tayari washanyooshwa vile. Kwa hiyo hata na sisi tunapaswa kufanya nini? Kujiangalia. Mwisho wa siku tunapaswa kuwa nini? Kuwa serious. Kwa hiyo ni mwendo tu wa kunyoosha. Mnyoosho uendelee. Ili mradi tu waamuzi wanapaswa kujua ya kwamba wao ni mabosi, wanapaswa kusimamia sheria 17. Hakuna kucheka na wowote. Kama inatokea penalti, weka penalti. Shabiki alalamike, anune, avimbe, abasuke, weka penalti pale. Kama ni nyekundu, sijui Simba, sijui Yanga, weka pale. Ndio sisi tunataka ligi ya ushindani. Sahihi. Kama tumezungumza hapo kwa upana sana, tumalizie na hili. Mara baada ya adhabu kutoka, nimeona mashabiki wa Yanga hapo wamepost wakasema kwamba bila Djigui Diarra kwamba wao ili wawaachie wao, yani kwamba hii adhabu wawaachie mashabiki. Ya kwamba milioni 4 sasa utapita mchango. Nimeona wameweka na lipa namba. Hili limekaje kwa ma-influencer? Kama Africans wameruhusu hili, basi kuna shida kwenye uongozi wao. Turudie tuiweke hii sentence sawa. Kama Africans wanaendelea kuruhusu haya, wachezaji wanapewa adhabu, badala na wao kuwachukulia hatua, alafu wanatokea mashabiki au ma-influencer kwa utashi wao binafsi wanasema tuchangie adhabu za mchezaji, basi uongozi wa Yanga utakuwa kuna shida mahala. Pili, shabiki yoyote wa Yanga atakayechangia adhabu hii ya Djigui Diarra, basi huyo shabiki atakuwa ni mjinga na atakuwa hajui mpira, ni shabiki wa hovyo na atakuwa haipendi Young Africans. Huyo sio shabiki wa Yanga, huyo ni shabiki wa hovyo. Tuiweke sawa hii sentence kwamba shabiki yoyote ambaye atachangia hii fedha ambayo ametozwa Diarra kwenye hii adhabu ni shabiki wa hovyo, shabiki wa ajabu, shabiki ambaye haitakii mema Young Africans, haipendi Young Africans, na huyu shabiki hafai kuwa shabiki wa Yanga. Huyu shabiki atakayetoa hata 100 ya kuchangia adhabu ya Djigui Diarra, huyu sio shabiki wa Yanga, huyu ni mamluki, huyu ni shabiki ambaye haitakii kheri klabu ya Young Africans. Huyu shabiki ni shabiki wa hovyo, na huyu sio shabiki wa mpira wa miguu. Kwa nini? Alichokifanya Djigui Diarra ni kitendo kibaya. Kitendo cha kumchangia ina maana mna support kile alichofanya nini? Alichokifanya. Kwa kumbe nyinyi klabu yenu ni ya hovyo hovyo, inapenda kusupport vitu vya hovyo hovyo. Nyinyi mnawezaje kuwa safi? Kwa ina maana nyinyi si watu wa hovyo hovyo. Sijui unanielewa vizuri? Nakuelewa. Wakati wao ndo walipaswa kuwa sauti ya kukemea, kwa sababu ipo siku Djigui Diarra atakuja kuwagharimu tena. Inawezekana kwenye mechi zingine zenye uhitaji zaidi, kama atafanya kitendo kama kile, alafu akaja akafungiwa.
Wao niyo ni shida. Kitendo cha kumchangia na kadhalika, sio mnaendelea kumpa kichwa. Kwa hiyo maana alichokifanya mapenzi na timu yao. Hakuna mapenzi na mchezaji wao. Hakuna hayo sio mapenzi ya timu. Huo ni upuuzi. Hakunaga mapenzi ya hivyo. Huo ni upuuzi. Duniani kote mashabiki ambao wanajitambua, wanaojielewa, mashabiki wanaojitambua na kujielewa. Si vizuri? Klabu kwanza, mchezaji baadaye. Ukifanya kosa ambalo linaigharimu klabu, wote tutakuwa upande wa klabu kwanza, wewe baadaye. Na ndio maana nikasema hata viongozi wa Yanga inabidi wamlime faini Djigui Diarra, kwa sababu kile alichokifanya kilikuwa sio kitendo cha kiungwana. Fikiria mpaka rais anatoka jukwaani anakuja kumzuia mchezaji. Can you imagine? Eti ukiuliza nakwambia eti anaipenda sana Yanga. Nani kakudanganya wewe? Mtu kutoka Mali aipende klabu kutoka Tanzania? Yule anafanya kwa sababu ni kazi yake, unamlipa hela. Mbona watu wanakuwa ni wajinga hawezi kutambua vitu vidogo? Yaani kuna vitu vingine inabidi wao tu waelewa, wajaribu kujielewa kidogo. Kwamba yani yule anaipendaje Yanga yani anaipendaje Yanga? Ile ni kazi yake, yule analipwa hela, mshahara fresh. Sasa huyo shabiki atakayechanga atakuwa ni shabiki wa hovyo, shabiki wa ajabu kwa kutokea kwenye hii. Na huyo sio shabiki kwanza wa Yanga. Huyo haipendi Yanga. Shabiki gani huyo? Na wote wanahusika kufanya kampeni hii ya Djigui Diarra kuchangiwa na kadhalika, hao sio mashabiki ambao wanaitakia Young Africans mema. Yaani ni mashabiki wa ajabu kweli. Trust me. Kwanza tufunge na interview yenyewe.